wakaishia hapo. Kwa hiyo neno la Mungu nasema kwamba Yesu alipoguswa na yule mwanamke akahisi ya kwamba kuna mtu ambaye si wa kawaida, mwenye msiba, mwenye tatizo kubwa, tatizo ambalo limeshirikana kwa watu, tatizo ambalo limeshirikana kila sehemu, na kila dawa aliambiwa yawezekana alikunywa haikumsaidia. Sasa Yesu akasema kwamba kuna mtu ananigusa. Petro akamwambia Yesu, umati wa watu wote, makutano haya wamekuzunguka, kila mtu anakushika, kila mtu anakupapasa, kila mtu anashika mkono, mwingine sasa anashika hapa, ili mradi tu amwone Yesu. Utasemaje kwamba kuna mtu ambaye ananigusa? Akasema huyu mtu si wa kawaida, na hizi nguvu zimepungua. Lakini ule mwanamke alijua kwamba mimi ndiye mwenye kumgusa Yesu, na anahisi ya kwamba nimepata majibu yangu. Msiba wa siku nyingi, tatizo la siku nyingi ambayo nilikuwa nikitembea nalo, ambayo nilikuwa nikiishi nalo, nikilala na hadi kutengwa. Nimetengwa na watu, na watoto, na jamii. Nimetengwa, si kitu kwa watu, siishi na watu, niko kama mimi mwenyewe, sina mtu wa kunisaidia, sina mtu wa kumuita. Sasa nasikia ndani ya mwili wangu liko jibu limetokea, liko jibu limetokea katika mwili wangu. Pamoja na jibu lake sasa anatetemeka kwamba Yesu anauliza kuna mtu ambaye amenigusa. Anasikia uoga, anasikia anaogopa, anatetemeka kwamba nitasemaje katika umati wa watu, nitazungumza nini? Lakini akamwambia Bwana, ni mimi nimekugusa, ni mimi nimekugusa. Akaambiwa, binti, imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mguse Yesu, usimguse mwanadamu. Tatizo lako ni zito, peleka kwa Yesu. Peleka tu, hana vikwazo. Maana huyu kama kuumizwa, ameumizwa jamani. Miaka 12 anasota kwenye jaribu. Wewe mwaka mmoja, siku moja, siku mbili, mwezi mmoja, umekata tamaa, unapita katika jambo zito, unapita katika jaribu zito, miezi miwili, miezi mitatu, umekata tamaa, umevunjika moyo. Miaka 12 amebeba msiba, amekataliwa na ndugu, amekataliwa na watoto, amekataliwa labda na wazazi tuseme, amebaki kwenye nyumba peke yake. Inawezekana hata wakati mwingine alikuwa anatoa harufu, watu hawamtaki tena. Wanadamu wanaweza wakakuona unanuka, wanadamu wanaweza wakakukataa, wanadamu wanaweza wakakunyari, wanadamu wanaweza wakakuacha, lakini Yesu amesema sitakuacha, sitakuacha. Ndio maana neno la Mungu nasema usiogope, kwa sababu nimekuita kwa jina lako, nimekukomboa wewe, nimekushika kwa mkono wangu wa kuume, nikikwambia usiogope, niko pamoja na wewe. Yairo yuko pembeni, anasubiria. Pale kumekuwa na kikao kule, mtoto wake hali ni ngumu, ni mbaya. Wakati Yesu alikuwa anazungumza haya, anapokea ushuhuda wa uponyaji, watu wanakuja wanamwambia, usimsumbue mwalimu, mtoto wako amefanya nini? Unaona hapa, umesubiria jibu la siku nyingi ya kwamba nipate majibu, hatimaye unaletewa majibu ambayo sio ambayo ulikuwa umeyategemea. Kuna majibu ambayo tunayopokea katika maisha yetu sio majibu sahihi, yakatae. Kuna majibu mengine lazima uyakatae, ya kwamba haya sio yangu, haya sio yangu, na yakataa. Hili jibu sio langu, haya mambo yanaendelea sio yangu, hivi ninavyonisikia sio vyangu, kelele hizi sio zangu. Ziba masikio, msikilize Mungu aliyekuita. Yeye ndiye peke yake anayeweza kukusikiliza haja ya moyo wako. Neno la Mungu linasema kwamba Yairo analetewa, amesimama pale kwenye ule mkutano, yuko na Yesu, anamsubiria Yesu aende nyumbani. Anaambiwa mtoto wako ameshakufa, usimsumbue mwalimu, usimsumbue, aje nyumbani, mambo yameisha. Mtoto wa kuzikwa kashakufa, na nyumbani kuna vilio, nyumbani watu wanaomboleza. Yesu aliposikia akamwambia, mtoto wako hakufa, usiogope.
mahali umekata tamaa, unapita katika mambo magumu, unapita mahali ambapo hukutegemea kwamba anaweza kupita. Yuko Yesu. Yuko Yesu mpendwa. Yuko Yesu. Yuko Yesu. Yuko Yesu. Sikate tamaa. Sikate tamaa. Wako watu wamekata tamaa. Wako watu wamevunjika moyo. Na kutia moyo mpendwa. Simama na Yesu. Jibu lako lipo. Anafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Mahali ambako umekata tamaa, ipo Mungu anaonekana. Mahali ambako umevunjika moyo, ipo Mungu anajidhihirisha kwako. Inawezekana jioni ya leo kuna mahali unapita umevunjika moyo, itie nguvu. Bwana anafanya njia. Anafanya njia kwa ajili yako. Usiogope. Usiogope vitisho vya watu. Usiogope kutetemeshwa. Usiogope kelele mpendwa. Yuko Mungu anakuangalia. Yuko Mungu anakutazama. Yuko Mungu kwa ajili yako. Yuko Mungu. Hata kama unakutana na vitisho, yuko Mungu. Yuko Mungu. Anaweza. 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 Utavuka hapo ambapo unakopita. Unaenda kuvuka. Mungu ameandaa njia kwa ajili yako. Unaenda kupenya mahali ambapo umeenda kwa muda mrefu. Inawezekana jambo lako limechukua muda mrefu kupata majibu yako. Jioni ya leo Bwana analo jambo juu yako. Mungu anaenda kukufanyia njia. Jitie nguvu kwa Bwana. Yawezekana umevunjika moyo ukaona kwamba mimi basi tena. Yuko Mungu anayeweza. Yuko Mungu anayeweza. Yuko Mungu anayetosha. Yawezekana umesikia kelele nyingi. Mpendwa, jitie nguvu kwa Bwana. Bwana anaenda kufanya njia. Bwana anaenda kufanya njia. Kama amefanya njia kwa kipofu huyu, akafunguliwa, alipiga kelele. Kapiga kelele mbele za Mungu. Piga kelele, usipige kwa wanadamu. Usipige kelele kwa wanadamu. Usilie kwa wanadamu. Wala usionyeshe machozi yako. Muonyeshe Mungu machozi yako. Yeye anasema atafuta machozi yako. Atafuta kilio chako. Badala ya kilio atageuza kuwa kicheko. Leo unaweza ukalia, lakini kesho yako inakuja ambao